Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametishia kwamba huenda atarejesha majeshi yake huko katika ukanda wa Gaza ikiwa matakwa hayatatimizwa. Baada ya kutia saini mkataba wa Gaza, Waziri Mkuu huyo wa Israeli Benjamin Netanyahu anadai kwamba Hamas lazima ipokonywe silaha iwapo makubaliano yatafanyika au la. Anadai kuwa msimamo wake mkali katika mazungumzo unaruhusu makubaliano ambayo yatawachilia mateka huru, akiacha IDF idhibiti sehemu kubwa katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu huyo ametoa hotuba kwa umma baada ya mkataba wa kusitisha mapigano na kuachilia mateka kusainiwa kati ya Israel na Hamas tarehe 10 Oktoba mwaka huu 2025. Waziri Mkuu huyo Benjamin Netanyahu amedokeza mnamo siku ya Ijumaa kuwa Israel itaanzisha tena vita dhidi ya Hamas ikiwa kundi la Hamas aliloliita kundi la kigaidi halitapokonywa silaha, akitoa tishio hilo saa chache baada ya baraza la kila mawaziri kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano. Awamu ya kwanza ya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita huko katika ukanda wa Gaza. Hamas lazima ipokonywe silaha. Hatutakuwa tayari kuiona Hamas ikiwa na silaha, na ikiwa hili halitafanyika lazima turejee katika ukanda wa Gaza. Ikiwa hili halitafikiwa pia kwa njia rahisi na nzuri, na ikiwa sivyo itafikiwa kwa njia ngumu, lazima tutumie mbinu zote tulizokuwa nazo kuhakikisha ulimwengu kwamba tulikuwa na mpango wa kuweza kulipokonya silaha na kulitokomeza kundi la Hamas, Waziri Mkuu huyo wa Israel ameeleza. Kadhalika ametoa onyo hapo awali, lakini ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufanya hivyo tangu makubaliano hayo kuanza kutekelezwa. Mnamo siku ya kesho ya Jumatatu ama Jumanne, inatajwa kwamba huenda mateka wa Israel wakaachiliwa huru. Mpango wa Trump unaona kuwa silaha za Hamas zimeondolewa na Gaza imekombolewa kijeshi. Makubaliano hayo yalitoa saini mnamo Alhamisi ya wiki hii, yaliruhusu hoja za awali za pendekezo la hoja 20 zilizolenga kubadilishana mateka na wafungwa wa usalama wa Palestina, hatua ya Israeli kujiondoa huko Gaza na kusitisha mapigano kabisa, huku ikikubali masharti ya kuachiliwa kwa wafungwa. Hamas imesema haiko tayari kutoa silaha zake. Ingawa mwanadiplomasia wa Kiarabu ameliambia gazeti la Times of Israel kwamba suluhu za kiubunifu zinaweza kuendelezwa ili kukabiliana na suala hilo kwa namna ambayo ni ya kuridhisha kwa pande zote. Inadaiwa pia kwamba wakati wanamgambo wa Kipalestina wameanza kukusanyika, na inadaiwa kwamba karibia wanajeshi 7,000 wamekusanyika katika baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Israel, na mpango wao ni kutengeneza njia ya kuhakikisha kwamba hakuna kundi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza ambalo litakuwa na nafasi zaidi ya Hamas, ambayo pia imetakiwa isalimishe silaha zake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.